Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri, tunakukaribisha katika masomo yetu haya. Leo ni siku ya Jumatano, tuna somo zuri linalosema siri ya Mungu yafunuliwa. Sasa kabla tujaingia ndani kuona namna siri ya Mungu kufunuliwa, basi tupate kuomba. Amen. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, asante kwa nafasi ya pekee umeturuhusu tuje tusikie maneno yako kutoka kwako unapotufundisha. Tunaomba tujalie usikivu, na unapotukumbuka kwa usikivu, mkumbuke na wewe anayetutazama naye apate kuelewa. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Amina. Amen. Siri ya Mungu yafunuliwa. Siri ya Mungu yafunuliwa. Yafunuliwa na Injili. Okay. Tena ni Injili ambayo Paulo anaihubiri. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 26 na 27. Wakolosai sura ya kwanza, Paulo anavyozungumzia siri hii, tusikie mwenyewe. 26 na 27. Siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Ni Kristo, naomba tutafsiri hiyo Kristo kati yenu, maana Kigiriki ingeweza kutafsirika ndani yenu au kati yenu. Lakini kati yenu hapa inaendana vizuri na muktadha. Kristo kati yenu, tumaini la utukufu. Amen. Hapa nazungumzia siri. Utajiri wa utukufu. Okay. Sasa Kristo kwepo kati. Siri ya Mungu. Hekima ya Mungu. Hekima inafunuliwa. Huwezi kwenda kujifunza tu kwa kusoma tu vitabu. Hayo unapata maarifa. Hekima inafunuliwa. Amen. Unaweza kusikiliza Injili sana, lakini lazima ufunuliwe. Ndio unapata ile hekima, siri ya Mungu. Sasa siri au hekima kwa lugha ya rahisi, kabla tujarudi kwa Paulo pia lugha rahisi ya Yohana ni logos. Neno. Hata Paulo nao amelitumia hapa katika Wakolosai sura ya kwanza. Neno la Mungu. Vitu vyote vya mbinguni na duniani viliumbwa kwa neno. Adam na Hawa alipotembea kwenye hilo neno vilishikana. Vya vyote mbinguni na duniani. Hili neno lilifanyika mwili. Waliouona utukufu wake kama utukufu wa Mungu atokai kwa Baba ni wale, sio waliokuja kwao. Ni wale waliompokea, aliwapa uwezo, hekima wa kumpokea huyu mwana wa pekee atokai kwa Baba. Unajua yukoje? Ni yule ambaye alikuwa anamfunua Baba. Alikuwa anamfunuaje Baba? Alikuwa anaunganishaje watu kwa upendo wa kujitoa. Upendo wa kujitoa, kutoa uzima. Maana unaweza kukapendana lakini kwa ajili ya kutafunana. Yeye ulikuwa ni upendo wa kutoa uzima. Tukirudi kwa Paulo, utajiri katika mataifa. Kitu kilichofanya Adamu alipotenda dhambi, mtafaruku ulipokuja, giza lipoingia, ni kwamba uongo ulifunikwa na ukweli, na ukweli ulifunikwa na uongo. Yaani, sikiliza, siri ya namna ninavyotakiwa kutawala, namna tunavyotakiwa kuorder society, ya kuishi katika ulimwengu huu, tuko tunatumia hekima yetu, maarifa yetu, tunajichagulia mema na mabaya. Kwa hiyo mimi ninaweza nikasema, yani hata kama wewe utaingia hasara lakini nimepata faida, hilo ni kwangu ni jema. Lakini kumbe Mungu alivyotaka ulimwengu ufunction ni kwamba ni muumba anatoa uzima kwa manufaa ya wengine. Anapomuumba mwanaume anaishi kwa ajili ya mke wake na mke wake kwa ajili ya mume wake, kwa utukufu wa Mungu. Hiyo inaitwa utajiri.
Upungufu ukoje? Upungufu ni kwamba ninaishi mimi kama mwanaume bila kujali mwenzangu. Na Mungu, Yesu akasema hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Akatafuta kuonyesha kwamba kumbe Mungu muumba ana yani siri yake ndio hiyo anafichua kwamba ili Mungu ili kujiexpress, ili kujidhihirisha, ili kufunua hekima yake, anashuka kutoa uzima. Mara hii ya pili, achana na pale bustanini, mara hii ya pili kwa gharama ya kupoteza, ili ashiriki pamoja alichokipoteza na wengine. Sasa hii ina sura yake inachukuliwaje katika kanisa na katika mataifa? Ikoje? Hapo nyuma mwanaume na mwanamke vilitengana, mbingu na nchi zilitengana. Badala ya hekima ya Mungu kuongoza, ikawa ni nini? Upumbavu, unaweza kusema. Maana mtu anajiamulia chenyewe. Wayahudi na wasio Wayahudi walikuwa hawezi kukaa pamoja. Hata katika Musa bado kulikuwa kuna mipaka. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya dhambi. Hao wengine walikuwa wanajulikana kama wenye dhambi, waabudu sanamu, sinners. Hawa ndio wamezawadiwa maarifa ya Mungu. Lakini kumbe mpango wa Mungu siku zote ni kwamba, yani Mungu kwenye lugha ya Isaya alikuwa anasema, yani anapokuja kuunganisha Wayahudi kwa wasio Wayahudi, anasema Yerusalemu itakuwa tajiri, hata wale ambao wazao watakuja ni utajiri wa utukufu, kwamba mwanaume na mwanamke akae pamoja, Myahudi na sio Myahudi akae pamoja katika Kristo Yesu. Ndio maana anasema hili ni tumaini la utukufu, Kristo kati yetu. Aliyefanya yote haya ni nani? Aliyeunganisha yote haya ni nani? Kristo. Kristo ndio nani? Siri ya Mungu, hekima ya Mungu. Kwa mfano, naomba nikwambie, ukimjua Yesu Kristo alafu Kristo akao kati yetu, hiyo ndio inasimama. Amen. Angalikuwepo hapa ndugu yako, ningemwambia mbele ya macho yake, Kristo awe msingi wa nyumba yako. Yaani mkimjua Yesu, wewe utafute kumjua na yeye atafute kumjua. Amen. Tayari upatanisho uko hapo. Amen. Na tumaini la utukufu liko pale. Mtazidi kung'aa katika utukufu kama Adam na Hawa bustanini. Amen. Lakini mtang'aa zaidi. Maana ni Kristo kati yenu, tumaini la utukufu. Unajua sasa likoje? Kama pale msalabani. Sasa pale msalabani, angalia jinsi Kristo alivyojidhihirisha katika utukufu wake kwa ajili ya wanyonge wenye dhambi. Baba, uwasamehe. Anasema kama Kristo alivyojitoa damu yake kwa ajili, ili alisafishe kanisa. Haya, kanisa lina shida gani? Mlikuwa maadui, mlikuwa mna hofu kwenye ndoa, watu hawaanze na hofu, anaanza na hofu. Lakini kadri mwanaume unavyofunua upendo wako, na yeye akakusikiliza, akakupokea kwa yule mwingine, hiyo ndio siri ya Kristo. Mnazidi kushiriki utukufu, utajiri wa utukufu. Kwa sababu gani? Kristo kati yenu. Kristo anaunganisha sio tu mbingu na nchi, hata ninyi wawili. Haya, twende kwa habari ya kanisa, maana huko kanisani ndiko kuna vurugu. Kitu kinachotuunganisha ni maandiko. Kanuni ya kanisa, lesson, Kristo atakuwa. Yaani hilo neno kama halina Kristo, Wayahudi na mataifa watatengana kwa kutumia hilo lilofunga. Maana Biblia, shetani anatumia Biblia kutawala watu, ku divide and rule. Na pale msalabani anasema, tutasoma wiki ijayo, alivunja partition. Maana hii partition ilitolewa kwa wakati fulani, lakini sasa Kristo anaunganisha. Wewe unasemaje ndugu yangu? Wewe unasemaje? Kristo ni hekima ya Mungu au sio? Ni hekima ya Mungu. Alafu kumbe tunachelewa, ila sio kwamba tunachelewa,
tumeambiwa kwamba siri kubwa ni kwamba hapa tulipo Kristo yuko nasi. Kristo yupi? Kristo mwana wa Mungu. Ndio yupi? Mpatanishi wa vitu. Anapatanishaje? Anapatanisha kwanza kwa kifo chake msalabani, kwa kutoa maisha yake, kwa kunyenyekea, kwa kupenda mpaka mwisho, kwa kumthamini mpendwa kuliko yeye mwenyewe. Ndio hekima yenyewe, ndio siri yenyewe, ndio Mungu alivyo, ndio utajiri wa utakatifu wake ulivyo, utukufu wake ulivyo. Kristo kati yetu. Namtaka sasa, namtaka kae katikati yetu. Madaraja hayatakuwepo tena, tofauti za jinsia hamna tena, Mjaluo na Mnyakyusa hamna tena. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya Kristo kati yetu, tumaini la utukufu. Baba, tunaomba siri hii kafichuliwe kwa wanaume na wanawake. Baba, siri hii kafichuliwe kwa watumwa kwa mabwana zao. Siri hii kafichuliwe kwa Wayahudi na wasio Wayahudi, wenye nazo na wasio nazo. Baba, kunyenyekeana Baba, katika kupendana, kwa kujitoa kama Kristo alivyofanya. Baba, fichua siri hii kwa macho yetu na tukatembee katika nuru hii katika jina la Yesu. Bariki mwenzetu anapofichua siri hii na kukubali kupoteza yote kuipata nuru hii na kutembea hata kama itamgharimu kuuza vyote, kwa ajili ya Yesu Kristo, kwa ajili ya amani hii, kwa ajili ya utukufu huu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Basi mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku hii ya leo, ambapo tumeona siri ya Mungu yafunuliwa, Kristo katikati yetu. Amina. Siku ya kesho sasa tunakuja kuangalia Kristo akishakuwa siri iliyofunuliwa, basi uweza wa Injili siku ya kesho. Karibu sana. Unatupata kutoka Temboni, Dar es Salaam. Mimi Geoffrey Mondi na mimi Enos Makalindile. Karibu siku ya kesho. Amen.